Ni siku nyingine tena msikilizaji na mtazamaji wangu mahali popote ulipo. Hii unayosikiliza kwa sasa ni MTV1 Online. Tunarusha matangazo yetu toka Afrika Mashariki ikiwa sehemu la Uswahilini. Naitwa Abel Songo ninayekualika kufuata matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 25 Machi 2026. Fahamu kwamba matangazo yetu yanasikika kupitia www.mtv1news.com pamoja na YouTube, Facebook na LinkedIn. Tunayokuwa nayo siku ya leo ni askari wa M23 kujiondoa kwenye mstari wa mapambano wilayani Lubero. Wanaondoka kabisa, wanabeba vitu vyao. Na jeshi la taifa FARDC inayoungwa mkono na wazalendo lazibiti mara tena eneo la Mchacha wilayani Mambasa katika mkoa wa Ituri, siku chache baada ya kushambuliwa na watu wenye silaha na waliingilia kwenye kijiji cha Mchacha. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV, ni hayo kwa siku ya leo pamoja na mengine ambayo tunakuwa nayo kwa siku ya leo. Nikusitu uniunge mkono na kunifuata tangu mwanzo hadi pale nitakapokupungia mkono wa bye bye nikisema kwaherini. Na sasa tuanze matangazo yetu wilayani Lubero ambako askari wa M23 wajiondoa kwenye mstari wa mbele wa mapigano Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo, sababu kubwa ikiwa haijulikani, wakaadhi wakishuhudia askari wakibeba mzigo na vifaa vya jeshi wakielekea eneo lisilojulikana, kama anavyosema mkaadhi huyu kwa njia ya simu. Wanasemaje? Huyu hapa mchambuzi wa kwa njia ya simu. Ni kweli waasi wa 23 wanaondoka kabisa, wanabeba vitu vyao, wanaondoka, wanaenda ngambo za Kirumba, wako na shuka kabisa kutoka huku yule wa territory ya Lubero. Ni wapi hasa ambako wameondoka ukiwa ama umewaona binafsi? Wameondoka Kipese, Kasima, Katondi na Kisombero kule kabisa wameondoka. Na nani anabaki huko sasa? Hakuna mtu mwenye tafika mwaposition zenye walikuwamo kabisa, ziko vide hii wakati. Na tunasikia hata raia wanachoma hizo position. Ile ni kweli, waraia wako na choma position moya zenyewe walikuwa na M23 na ile choma zingine position zao kabisa. Na hali ikoje wananchi, wakazi wenyewe wakiona wanasema nini? Wakazi wako na raha kubwa kabisa kuona gisi inatoka, wanafurahi kabisa sana. Na wanasemaje? Wanasema wanaondoka kwa nini? Raia wanakosa kama nini ndio yenyewe nasoma hao watu wanaondoka hivi, juu hawako na tatiza, watu kwa napita tu kimi. Na hawaseme lolote? Hakuna chenye wachasema kabisa. Ndio. Sawa sana. Asante. M23 kwa sasa ikiwa haijasema lolote hadi sasa. Tukiondoka Kivu Kaskazini tuelekee huko mkoani Ituri ambako baada ya wapiganaji wanaozaniwa kuwa ni ADF kushambulia eneo la Mchacha, muungano wa jeshi la Kongo FARDC na wazalendo wafanikiwa kudhibiti tena kijiji hicho. John Mangaiko ni msemaji wa wazalendo Kaskazini. Mwandishi, mimi ni John Mangaiko, mnenaji wa vikundi vya wazalendo kwenye mkoa mkuu wa Kaskazini. Imepita juma karibu 2 tunapoanja kazi kubwa ya mapambano kati ya sisi na hao ADF kwenye sektori ya Bapere na kuendelea, ambayo inakuwa kwenye teritwari ya Lubero, na sektori hiyo inaambatana na province ya Ituri kwenye teritwari ya Mambasa. Kwa hivyo tulipowasaka kwenye sektori ya Bapere huko Bandulo na katika vingine vijiji vyote ambapo walikuwa wametia ngome zao, walikuwa wakiamka huko na kutenda mambo ambayo ni ya ukiuka haki za binadamu, wakiwaua watu, wakiwabeba wengine porini, na wakitenda hata vitendo vya ndoa ya kinguvu kwa wanawake. Lakini Mungu amejalia tumeweza kuwafyeka, na ndipo walikimbia kuendea kwenye teritwari ya Mambasa kwenye province ya Ituri, na waliingilia kwenye kijiji cha Mchacha. Hapo waliwaua
wakaua watu na wakaunguza nyumba zao na kupora mali yao, na pia wakafanya vitendo vingi ambavyo ni wakorofi kabisa. Sasa ilipoenea siku ya Jumatatu tarehe 23 mwezi huu wa Machi mwaka 2026 tuliweza kufika hapo sisi wazalendo pamoja na vikosi vyetu vya Kongo, na tuliwapiga kweli. Walipigwa na wakakimbia sana, na wamekimbia kwenye misitu. Kati yao kuna wale ambao walinaswa, lakini walikuwa watoto wadogo wadogo, na kwa sababu sheria za kivita zinasema watoto wadogo wagenaswa katika mapambano kama haya, hatuwezi tukawaonesha onesha picha zao. Na kwa sasa nahakikishia wote ambao wanatufata ya kwamba mapambano haya yataendelea, ili tuweze kuwatafuta mahali popote wamekimbilia, mahali popote wametembelea, ili raia waweze kurudilia kazi zao, na kila mmoja awe akilala hata katika pori akifanya kazi zake za shamba au akifanya kazi zake za kutafuta madini. Ndiyo tunaendelea na kazi, na kwa sasa pambano yanaendelea. Ni hiyo bwana journaliste, na kushukuru. Operesheni bado zikiendelea kwenye msitu wa mkoa wa Ituri. Ituri nako mashirika ya kiraia yalalamikia viongozi kuhusu kuzoofika kwa daraja mbalimbali kwenye barabara ya nambari ya 44 wilayani Mombasa. Mwandishi wetu wa MTV Erasto CV huwa na ripoti kamili. Hali ya miundombinu katika barabara ya kitaifa nambari 44 yatia wasiwasi. Hii ni kulingana na uharibifu wa daraja kunako mto Tuha na mto Ituri. Daraja hizo zimeonyesha dalili za kuonekana za hali ya juu na huenda zikasababisha ajali yoyote, na hii ikitia wasiwasi kubwa kwa madereva na kwa abiria. Wakikabiliwa na tishio hili, mamlaka za utawala wa kisiasa zimetakiwa kuingilia kati haraka iwezekanavyo ili kuepusha hali mbaya zaidi na kuhakikisha usalama wa katika tahadhari iliyozinduliwa Jumanne hii Machi 24. Muhindo Peresi Mamboro, mratibu wa shirika mpya la kiraia la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Babila Babombi wilayani Mombasa, anazitaka mamlaka za wilaya, mkoa na kitaifa kuhusika bila kuchelewa. Bwana mpashabari, kumepita muda wa miezi mingi kwenye tuko tunaalertewa ku viongozi wa serikali ku degradation ya kilalo ya Riviere Tuha. Kilalo ya Riviere Tuha inapatikana mu groupement Bangole mu village ya Bandipakau pembeni ya mugine yetu ya Lukaya. Mutroso ya kutoka Lukaya na huko na endea nzia panda Bela. Hiyo kilalo imetengenezwa tangu zamani, tangu epoque belge, na mpaka sasa ina konetra kama toujours kuharibika, lakini kwa sasa tena imesha presente masinye fulani hivi kama leta haikujemblike. Hiyo kilalo inapaswa kukatika na kuweza kuperturbe tena traffic kunzia 44. Hiyo meme shida inapatikana ku Riviere Ituri, hata pia ku Riviere Ituri mu groupement ya Teturi ku relie groupement ya Bakwanza pamoja na Babombi. Hiyo kilalo pia ina riske ku konetre madega kwa sababu isha presente vile masinye zenye zinaonesha kama kilalo kinataka katika. C'est pour ça implication ya autorité territoriale provinciale ke national ni ya muhimu sana kwa muda unayofaa, kwa sababu hiyo vilalo vikikatika troso yetu ya Makiki Mombasa ina riske tena ku connaître madega ambayo tutashindwa kusurvivre ya population. Erasto CV wa Marcel, MTV. Na turejee huko wilayani Lubero ambako viongozi wa jeshi la taifa FARDC wanangaza kuua kamanda wa wapiganaji wa ADF katika operesheni za msako unaoendeshwa na muungano wa jeshi FARDC na wapiganaji wa UPDF kwenye misitu ya Bapere wilayani Lubero. Taarifa kutoka msemaji wa jeshi FARDC latangaza kuuawa kwa mpiganaji 5 kutoka kundi la kigaidi la ADF kiwemo Defender Kisabanti mwenye asili ya Uganda wakati wa operesheni zinazoendeshwa na jeshi la FARDC na UPDF kwenye misitu ya Bapere magharibi mwa Mangujipa kando na mto Linde. Wakati wa operesheni hiyo mateka
3 waligombolewa mikononi mwa ADF. Defender anajulikana kuwa nambari ya pili katika uongozi wa kundi la ADF naloongozwa naye Abu Akasi, kundi ambalo hushutumiwa kwa muda mrefu kuhusika na mauaji ya raia Kivu Kaskazini na Ituri. Kwa sasa operesheni za msako zikiendelea kwenye misitu ya maeneo ya uchimbaji migodi ya magharibi mwa Mangujipa ambako ADF nashutumiwa kupiga kambi zao kubwa. Usalama ukianza kushuhudiwa kwenye vijiji, amesema Luteni Mark Elonga, msemaji wa jeshi la FARDC katika operesheni za Sokola ya kwanza. Na huko mjini Butembo ambako tunahitimisha matangazo yetu ya siku ya leo, ni vituo vya usafiri wa gari mjini Butembo yaamua kusimamisha usafiri wa gari kwenye barabara Butembo Goma tangu Jumatano 25 Machi 2026. Madereva wanaosafiri kutoka Butembo hadi Goma waamua kuanzisha mgomo usiokoma kutokana na kuzofika kwa sehemu nyingi za barabara hiyo, pia ukosefu wa usalama kwenye mbuga la wanyama pori la Virunga. Dereva wa gari hudai kuwa washambuliwa na watu wenye silaha wasiojulikana kwenye eneo hilo ambalo kwa sasa hudhibitiwa na M23. Muhindo Msubao ni kiongozi wa shirika la umoja wa wenye gari mjini Butembo. Hakika tumeshangazwa. Tunaona eneo la Kirumba hadi Kanyabayonga na Kiwanja Goma, eneo hizo zimezofika sana. Tatizo la pili ni ukosefu wa usalama kwenye mbuga la wanyama. Watu wanauliwa, watu wanapigwa risasi. Ndio maana tulisema inatosha, tutaingia mgomo. Tutasafiri tena, tutaweka gari zetu nyumbani, tutafunga milango ya vituo vyetu, kwani sio muhimu kusafiri katika barabara yenye shimo, pia yenye ukosefu wa usalama. Kwani tunaposafiri hatuna tumaini ya kufika mahali uendapo. Ingekuwa upande wa serikali, tungewatolea lalamiko zetu, kwani sio serikali yetu inayodhibiti eneo hizo. Tunaambia wote wanaopata pesa sehemu hiyo, kwani hawawajibike katika kuboresha barabara na kuleta usalama wa wasafiri. Tunaita pia kwa abiria zetu kuwa wavumilivu, wasifike kwenye vituo kwa ajili ya usafiri. Hakuna usafiri, kwani kuna vitu vingi vinavyoharibika. Ni sisi wenye gari ndiyo tunalipa. Na mbuga la wanyamapori la Virunga kwenye barabara Butembo Goma lilikuwa sehemu ambalo wakazi wengi walishuhudia mali yao kuporwa na wengine wengi kuuawa na watu wenye silaha wasiojulikana, hali ambayo hushuhudiwa mara tena baada ya hali ya ukimya ulioripotika kwenye barabara hiyo. Msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 Online, kupitia ripoti hii kutoka huko mjini Butembo ndipo mimi na weka nukta kwa nakala yetu ya siku ya leo. Fahamu kwamba matangazo haya yanasikika duniani kote, hata kwenye ukanda wa maziwa makuu kupitia www.mtv1news.com. Pia huko tuko Facebook, LinkedIn pamoja na YouTube na washirika wetu wanaopeperusha matangazo yetu huko Kivu Kaskazini. Fahamu kwamba kutamatika kwa matangazo haya ndiyo mwanzo wa uandaji wa matangazo mengine, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, Rebecca akiwa katika mji wa Goma na ya Oster Malivika akiwa kwenye meza ya ukaguzi wa matangazo haya, mimi ni Abel Songo niliyekuandalia matangazo haya kwa siku ya leo. Hadi wakati mwingine msikilizaji wangu, na kupungia mkono wa bye bye nikisema kwaherini.